Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianze kwa kumshukuru Mungu, kadhalika nikukaribisheni nyote katika darasa letu la kiroho. Mjihisi katika hali ya kubarikiwa, lakini pia muwe ni wenye kufunguka na kuelewa katika haya yote ambayo tutakayo yasema. Na leo tutazungumza namna ya kuwasiliana na soulmate wako. Naposema soulmate namaanisha kila mtu ana soulmate wake, yani ana mwenza wa kiroho. Kila mtu ana mwenza wa kiroho katika jinsia yake, yani kama ni mwanamke ana mwenza wa kiroho katika wanawake wenzake, lakini pia ana mwenza wa kiroho katika wanaume. Na kama ni mwanaume ana mwenza wa kiroho katika wanaume wenzake, lakini pia anakuwa na mwenza wa kiroho katika wanawake. Sasa katika hali ya kawaida huyu mwenza wa kiroho nitataja dalili zake zikoje, lakini kwa namna moja ama nyingine mnakuwa mna communication kati yenu hata kama mjawahi kuonana. Mnakuwa mna mawasiliano fulani hapo kati yenu. Sasa na haya mawasiliano katika namna moja ama nyingine tunayaita ni lugha pia. Watu husema kwamba lugha labda ni hizi tu ambazo zimeidhinishwa: Kizungu, Kiswahili, kinini, subhanallah, Kispanyola ama Kijerumani au Kichina, kwamba Kiarabu, kwamba hizi ni lugha. Hizi ni lugha tu ambazo zimefanikiwa kukusanywa. Zikaitwa lugha kutokana na kuwa watumiaji wengi. Lakini kuna lugha ambazo ni ngumu katika kuzikusanya. Je, mwenza wako wa kiroho utamfikishiaje hisia yako kwamba unataka kula? Tutakusanyaje? Ama mimi naumwa, ama nimechoka, ama nakutaka, ama nakutamani, utamfikishiaje? Kwa hiyo zimekosa ushahidi wa kisayansi, kwa asijaidhinishwa kwamba ni lugha, lakini ni lugha ambazo zinatumika, na bila shaka wewe ambaye wanisikiza unazitumia pia, lakini inawezekana tu ufahamu wala hujui. Hakika tutazame ndani zaidi katika ishara za kiroho na kumtambua mwenza wa kiroho, yani soulmate. Kwanza kabisa, hisia ya utambuzi wa kina unapokutana naye. Lazima utakuwa unahisi kama mnafahamiana kwa muda mrefu wakati ndo kwanza mmeonana leo, hata kama ni mara yenu ya kwanza vile kuonana, lakini utahisi kama mmekuwa mkipatana tangia kitambo. Kuna hisia ya muunganiko wa ajabu, kana kwamba roho zenu zimeungana tayari. Lakini pia mawasiliano ya kiakili, mnakuwa mnaelewana kwa urahisi sana, hata bila maneno mengi na maelezo mengi. Yani mwenzako akikueleza tu kwamba sijisikii vizuri, ushamuelewa. Kwamba nakutaka, ushamuelewa. Na kuhitaji, ushamuelewa. Na kusamehe, uhitaji maelezo mengi. Lakini pia mara nyingi watu hawa mnaweza kuhisi kile ambacho mwingine anafikiria au kuhisi juu yenu. Lakini pia ndoto zinazojirudia, inawezekana umeanza kumuota kabla hata mjapatana, kabla hata hujamuona. Ndoto hizi zinaweza kuwa na hisia kali na za kweli, zikionyesha muunganiko wenu wa kiroho. Lakini pia hisia ya kukamilika. Unapokuwa naye unahisi kama umekamilika. Kuna hisia fulani ya amani na utulivu ambayo hujawahi kuhisi tangia hapo awali. Lakini pia changamoto za ukuaji. Siku zote mwenzi wa kiroho anaweza kukusaidia kukua kiroho. Anaweza kuleta changamoto fulani ambazo zitakusaidia kuwa mtu bora zaidi. Lakini pia hisia ya kusudi la pamoja. Yani unapokuwa naye unahisi kwamba nyinyi wote mmetumwa kwa kusudi moja. Mnaweza kuhisi kuwa mna kusudi la pamoja katika maisha haya ya ulimwengu. Hii inaweza kuwa ni kusaidiana, kusaidia watu kufanya kazi pamoja, au hata kuleta mabadiliko chanya, kuwa katika ndoa na mambo mengine kama hayo. Na wallahi billah, ikiwa utabahatika au kati ya watu ambao yapaswa sisi tuwapigie makofi kwamba wamebahatika, ni wale watu ambao utafanikiwa kumpata mwenza wako wa kiroho alafu kamuoa. Yani wallahi wewe utaishi vizuri sana katika haya maisha. Kwa sababu mtajengana kiimani,
na utakuwa uoni wewe mwanamke mbadala kwako zaidi ya wale wa peponi, labda iwe hivyo, na wewe utaona mwanaume mwingine kwako muhimu kama huyo. Lakini pia wengi sisi tumeoana, wameolewa, tumeoa wanawake ambao si katika wale wenza wetu wa kiroho. Saa nyingine utakuja kuona naye ukiwa na miaka 40, ukiwa na miaka 50, na tutakuja kueleza hii. Waweza pia kupima, kumuona mtabibu apime kwamba je, mwenza wa kiroho nishampata au bado. Lakini pia naweza nikampata nikiwa na miaka mingapi, tuweza kukutajia miaka ambao utampata, mpaka mji ambao mtapatana, nchi, pahali, inawezekana mpaka nguo ambazo utakuwa kazivaa au sababu ambayo itawakutanisha. Lakini pia hisia ya nguvu ya kiroho, unapokuwa naye unahisi nguvu ya kiroho ikiongezeka, mnaweza kuhamasishana kufanya mambo mema katika yale ya kwenye kumpendeza Mwenyezi Mungu na jamii kwa ujumla. Lakini pia na imani kubwa zaidi. Kwa hizi ni isharati ambazo mtu pia waweza kukumbana nazo. Lakini lugha hii tuelewe kwamba siku zote katika uelewa wa watu na ufahamu kwamba lugha zinazoongelewa na watu wengi wanaweza kuwasiliana kupitia mfumo. Yani lugha ni maneno yaliyokusanywa na watu ambao wanaweza kuwasiliana kupitia hayo maneno. Pia wallahi billahi yaweza mtu pia akatunga lugha yake. Inawezekana. Hata leo ukatunga lugha yako, inawezekana. Kabisa inawezekana. Lakini lugha za mtu mmoja, hasa watu ambao wanahusiana kiroho, ambazo mara nyingi hazijahifadhiwa kwenye kumbukumbu yoyote ya mawasiliano kati ya nafsi na roho. Kuna mawasiliano kati ya nafsi na nafsi, na pana mawasiliano baina ya roho na roho. Na wallahi kama mlikuwa mjui, pana mawasiliano pia baina ya tupu na tupu. Yani kwa lugha isofaa uchi. Yani kuna mawasiliano baina ya uchi na uchi. Ndio maana pana mwingine atakuwa kaoa, lakini kuna mwanamke fulani wa hovyo tu, yawezekana zile tupu zao zina mawasiliano, na akawa hawezi kuchomoka kwa yule. Pia pana mawasiliano baina ya jicho na jicho. Wakawa wapenda kutazama kitu fulani, ni wewe kwako, ni wewe. Hii na hii inakuja ndugu zangu. Pana mawasiliano baina ya jicho na jicho. Lakini pia pana mawasiliano baina ya jicho na kitu fulani. Wewe kile kitu kinakuwa kina uhusiano katika ulimwengu wa kiroho na macho yako. Mimi nimekutana na watu masheikh wakubwa, wasomi na mafanikio makubwa, lakini unakuta jicho lake hawezi kutuliza jicho akipita mwanamke. Never. Na yuko na mke wake, tena mke wake mrembo tu, lakini yani hii kwake tayari ishakuwa na mawasiliano fulani baina yake yeye na kile kitu. Yani hawezi, hata masheo wamekaa hapo, lazima atageuka kuangalia. Hawezi kujikontrol. Lakini pia tutasema kwamba lugha haijitambulishi yenyewe, bali wanaoitumia ndio wanaoiwasilisha na kuitambua. Kwa hiyo pia kwa namna moja ama nyingine pia hatuwezi tukasema kwamba yani kama tutasema tutumie sayansi za kitabibu haswa, hakuna kusema kuna lugha ya Kiswahili, kuna lugha ya Kichina, kuna lugha ya Kizungu. Hakuna haja, hiyo si lugha. Na katika kuweka mipaka ya lugha kwamba hichi itakuwa ni Kizungu, mipaka yake hii pia ni kubana wigo wa mawasiliano, kuufinya wigo wa mawasiliano. Ni kuufinya wigo wa mawasiliano. Kwa hiyo kusema kwamba mtu si vibaya kusomea Kiarabu, kusomea Kizungu, kusomea Kiswahili ukakifahamu vizuri, lakini ajabu utakao unasoma masomo ili kuweka mipaka katika lugha ya Kiswahili ama kuweka mipaka katika lugha ya Kizungu. Hii mipaka kwa sababu nani kwanza alicreate hizo lugha? Nani alicreate hizo lugha? Kwa hiyo lugha haijitambulishi yenyewe kwa kukusanywa yale mambo, bali wanayotumia ndio wanawasiliana na kuitambua zaidi. Ndio maana leo wale wanawasiliana ndio wanajua lugha yao. Na ndio maana iko hivi, nyie mwaweza kaa sehemu mke na mume kama wamekutana, hasa wamependana, na sio kukutana, hata kama wamekaa time ndefu, wamekaa muda mrefu, mke anaweza akamuhisi, akamsoma mwanaume kwamba yule ana njaa yule, na wote msimjue, na wakati hajaongea anaweza akamsoma huyu
ana usingizi, huyu hajapenda kitu fulani, huyu kafurahi sana, huyu anaumwa, anaweza kukuhisi kwa sababu ile ni lugha kama zilivyokuwa lugha za kidaktari. Yani dokta, baina ya dokta na dokta, wale wana lugha zao ambazo wao wanaweza wakaandikiana wakaweza kusoma wakaelewana. Wameficha, utasema ile si lugha bali ni mfumo tu wa maandishi. Ndakwambia ile ni lugha, kwa sababu lugha ni chombo cha kufahamia, ndugu zangu. Yani maana ya lugha ni chombo cha kufahamia. Hata kuna lugha ya maneno, kuna lugha ya vitendo, lugha ya maandishi. Lugha ni chombo cha kufahamia. Basi na ile lugha yao tuweza kuiwekea mipaka, itakuwaje? Kwa hiyo mimi katika utangulizi ni hivyo yani.